Kwa upande wa klabu ya Simba, kama ambavyo tunafahamu, huku kwenye upande wa mambo ya kimataifa wamebaki peke yao kwa upande wa Tanzania, lakini tunafahamu mechi iliyopita kwa upande wa klabu iliweza kupoteza mabao 2-0 dhidi ya Al Masry. Sasa tunafahamu hapo siku ya kesho tayari kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kwenye dimba la Benjamin William Mkapa majira ya saa 10 kamili. Sasa tayari kwa upande wa kocha Fadlu Davids ameweza kuandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumpatia alama 3 ama ushindi mkubwa zaidi ambao utamfanya aweze kuvuka moja kwa moja na kwenda kwenye hatua ya nusu finali kwenye upande wa kombe la shirikisho. Tunafahamu mechi itakuwa ngumu, lakini lolote linaweza kutokea. Na mimi hapa moja kwa moja nitakwenda kukutajia orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kwenye mchezo wa siku ya kesho majira saa 10 kamili kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa kabla sijakwenda kuangazia hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Kwa upande wa magolikipa ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo, yupo golikipa Moussa Kamara. Tunafahamu ni golikipa ambaye amekuwa yuko kwenye ubora wa hali ya juu, ni golikipa ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi hicho. Lakini pia golikipa Ali Salim naye pia atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Maana kwamba hao ndio magolikipa ambao kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davids ameweza kuwachagua kwenda kutumika moja kwa moja kwenye mchezo huo. Maana kwamba chaguo lake la kwanza tunafahamu amekuwa ni Moussa Kamara mara zote. Lakini pia kwenye upande wa mabeki yupo Chamu Karabu. Kwa upande wa Chamu Karabu tunafahamu ni moja ya beki ambaye yuko vizuri kweli kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Lakini pia Abdurazaki Hamza naye pia yupo kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo Shomari Kapombe naye pia yupo kama kawaida. Wakati huo pia Duchu kama kawaida, naye pia David Kameta yupo kama kawaida. Mohamed Hussein naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo Valentino Nauma naye pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Maana kwamba hiyo ni orodha kwa upande wa mabeki ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo hapo siku ya kesho. Wakati huo kwenye eneo la viungo kwa upande wa klabu ya Simba yupo kiungo Agostino Okejefa. Kwa upande wa Agostino Okejefa tunafahamu ubora wake, tunafahamu pia namna ambavyo akipata nafasi amekuwa akikionyesha. Wakati huo pia Debra Fernandez naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika kwenye mchezo huo. Wakati huo Yusuf Kagoma naye yupo kwenye orodha ya viungo ambao wameorodheshwa moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo hapa moja kwa moja na kwenda kumtazama Jean Charles Ahoua naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Maana kwamba hao ndio viungo ambao watakwenda kuhusika kama ambavyo nimekutajia hapo, wale viungo wakati Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma, Debra Fernandez, Agostino Kojefa pamoja na Ahoua. Lakini pia nikienda kutizama wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la pembeni, yupo Eli Mpanzu. Kwa upande wa Eli Mpanzu tunafahamu namna ambavyo amekuwa ni bora mara zote, lakini wakati huo Joshua Mutale naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Kibu Dennis naye pia ameorodheshwa kama kawaida kuelekea kwenye mchezo huo. Wakati huo pia Awesu naye atakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mpambano huo. Tunafahamu kwa upande wa Awesu, lakini pia Lada Kishasambi naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia washambuliaji wawili ambao wameorodheshwa hapa, yupo kwa upande wa tunafahamu Leonel Ateba Mbida, mara zote amekuwa yupo kwenye ubora. Lakini pia kama kawaida kwa upande wa Mukwala naye yupo kwenye orodha ya washambuliaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo dhidi ya